tuchuchumae kidogo hapo. Msisukumane. Kama sehemu ya idara ya vijana na wanachama wa idara ya vijana katika ulimwengu, leo katika siku ya wavumbuzi duniani, tunamshukuru Mungu kwa sababu na sisi tumeshiriki. Na katika siku hii tumekuwa na wakati mzuri wa program, wakati mzuri wa ibada, lakini ukihitimishwa na vijana kupatiwa vyeti. Vijana wa watafuta njia na vijana wavumbuzi wamepatiwa vyeti leo. Si ajabu baada ya hapa tutakwenda kukata keki, lakini tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Tunawashukuru wazazi kwa kuwawezesha vijana hawa kufikia hapa. Tunawashukuru walimu kwa kuwa train watoto hawa kufikia hapa. Lakini siku ya leo tunamshukuru Master Guide David kutoka kule Kiharaka. Amekuwa mbaraka sana siku ya leo kuwahitimisha watoto hawa. Mwisho tunamshukuru kiongozi wa idara ya vijana conference kwa kuturuhusu kuendelea na tukio hili na kutupatia uwakilishi huu wa Master David kuja kushiriki pamoja nasi. Mungu awabariki wote. Tukutane AC Day inayofuata mwaka 2025. Mungu awabariki sana. Idara ya vijana Lugalo, kwa pamoja tutakwenda kujihusisha. Idara ya vijana Lugalo, kwa pamoja tutakwenda kujihusisha. Mungu atusaidie. Yes, basi mpenzi mtazamaji, walioko mbele ni kanisa la Adventista wa Sabato Lugalo. Kama unavyoona wakiwa wamependeza katika uniform zao. Kumbuka siku ya leo ya tarehe ikiwa siku maalum kabisa ya AC Day duniani, na sisi Lugalo tumeweza kujumuika nao kwa kuvisha pamoja na mambo mengine yanayoendelea. Mungu akubariki, endelea kutufuatilia na Mungu aweze kukubariki. Kujifunza, lakini tukimtukuza Mungu kwa kicho na unyenyekevu wote. Haleluya. Sawa Pathfinder? Sawa Adventure? Mmepewa tuzo hizo zikalete matokeo chanya nyumbani. Sawa? Mliopewa tuzo za mapishi, basi mwanze kuingia jikoni kule. Mnapika hata chai. Sio naambiwa pika chai unaonga pilipili. Kwa hiyo itakuwa hiyo tuzo haina faida kwako. Kwa hiyo tuzitumie vizuri kwa faida ya familia na nyumbani kwa ujumla. Lakini wazazi tuwasaidie vitu kama hivyo, na Mungu awabariki sana. Na ninapoendelea nitaomba kuwaapisha wazazi. Halo? Wazazi wanashangaa jamani, kuwapisha na tena. Ni utaratibu tu wa kanisa letu tu kwa hivyo vitu wanavyovifanya. Wazazi utasema mtakapokuwa nikisoma, kifika mwisho utasema ndio nakubali. Sawa? Wazazi, je, mtahakikisha mnawatimizia mahitaji yao yote watoto kwa mujibu wa matakwa ya chama? Namba 2, je, mtakuwa tayari kuwalea kama mbingu zitakavyo? Namba 3, je, mtakuwa tayari kuwaendeleza katika tunu zao walizopatiwa? La mwisho, je, mtakuwa tayari kushirikiana na walimu pamoja na viongozi wa idara katika malezi ya vijana hawa? Mwisho tunasema Mungu tusaidie. Basi wazazi, Mungu awasaidie sana katika hayo tuweze kuyaishi, ili Bwana aweze kujitwalia utukufu na jina lake likatukuzwe sana. Na hivyo sasa tunapoenda hapo, tutafumba macho tupate kuomba. Tunakushukuru Mfalme wa amani kwa ulinzi wako, baraka na fadhili zako jina. Lakini Bwana, tunakushukuru kwa namna pekee kwa kuwapatia wazazi walio bora, wazazi wanaojali na wanaotambua wajibu wao. Vivyo hivyo Mungu, endelea kuwatumia vyema wazazi wako hawa
na Mungu wakaweze kuwatimizia yale yote wanaohitaji watoto hawa. Kawabariki katika kazi za mikono yao, wapatie afya na uzima, lakini vivyo hivyo waongoze watoto katika ustahimilivu na usikivu, wakakue katika hekima na kicho, wakikutukuza wewe maradufu. Lakini Bwana, tunakushukuru kwa namna pekee kwa kazi kubwa wanaoifanya viongozi na walimu wa vijana hawa. Endelea kuwapatia nguvu, endelea kuwapatia maarifa mengi na moyo wa kuwatumikia vijana hawa, na jina lako likapate kutukuzwa. Lakini Bwana, kwa tukio hili la pekee, basi Bwana, ikawe ni chachu ya idara hii kukua na kanisa kukua na injili yako kusonga mbele. Yote kwa yote, neema na rehema zako zikadhihirike na kuonekana. Tembea pamoja nao wote, ndivyo tuombavyo na kushukuru kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Basi wazazi, Mungu awabariki sana. Asante sana. Labda tuseme amina ya nguvu. Haya, kisu kikiwa kimenyanyuliwa juu na hii ikiwa na ishara ya kusema Mungu asante kwa yote mema uliyotutendea katika kipindi chote, na peke yetu hatuwezi, tunaamini katika upendo na nguvu zako. Katika kulidhihirisha hili, basi tunashusha kisu namna hii taratibu. Okay, wow, namna hii tunakata tena V-shape fulani hivi. Wow, jamani, semeni amina watoto wazuri. Asiyeimba hali, asiyeimba, 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 keki hii tamu mpaka mate yanatoka. Wewe keki yenyewe umeiona? Unapenda keki? Unapenda keki? Ndio. Wewe unapenda keki? Ndio. Unaitwa nani? Henry. Wewe nasikia unakulaga kubwa sana eh? Ndio. Haunaga mchezo au sio? Nani mwingine anapenda keki? Benja. Asante. Siku ya leo nani amefurahi siku ya leo? Nani amefurahi? Nani niambie kitu gani kimemfurahisha? Alvin. Tulipokea cheti na kupiga gwaride. Asante sana. Nani nimefurahisha nini? Nathan. Kupiga mishati na kupiga gwaride. Safi sana. Habari yako? Nataka keki. Hatari sana. Na wewe? Nataka keki. Haya, tunakula tuliopewa nishani. Hapo vipi? Nataka keki. Jamani, keki ni tamu sio tamu? Sasa sikiliza, kabla keki haijakatwa, meza mate kwanza, meza mate. Meza mate. Meza mate. Vipi, tamu eh? Sasa turudi nyuma kidogo, turudi nyuma kidogo. Asiyerudi hali, asiyerudi hali, asiyerudi hali keki, asiyerudi hali. Mtoto mmoja amlishe pasta patakeni yake, alafu asante sana. Basi kwa heshima na taadhima, niombe tena mgeni rasmi kwa heshima na taadhima usogee kwenye meza ya keki. Alafu mtoto mmoja wa Pathfinder ile Paulina yuko wapi alishiriki kukata.
Okay, asante. Paulina ameshakula sana. Hebu tuna AC mdogo kuliko wote na yuko ndani ya uniform. Yuko wapi? Na AC mkubwa kabisa kuliko wote sasa anaelekea kuwa PF baada ya leo hii. Haya, wa kike mmoja na wa kiume mmoja. Haya, hao wawili watalishwa na mgeni rasmi na mgeni rasmi atalishwa na mmoja, halafu zoezi lingine litaendelea. Kama mgeni wetu basi ataanza safari, basi itakuwa ni wakati mzuri. Wote tutakula keki sawa? Halo, hamtakula keki kama hamtaki kumsikiliza mwalimu. Rudi nyuma. Rudi nyuma kwanza. Rudi nyuma wote, rudi nyuma. Rudi nyuma. Haya. Naomba kofia Natalia. Naomba mpige picha basi asogee. Haya. Kama ndio. Yeye ni kike yake. Kiume. Wa kike. Haya. Rudi nyuma. Subiri sababu kasome bwana. Mshike rafiki yako mkono, mshike. Mshike. Shughuli ipo. Haya, shika na mkono. Shika na mkono sasa, bravo. Haya, shika mkono wako. Shika mkono, mwachie. Haya, shika mkono wako. Haya, safari njema. Bravo. Sogea pale. Haya, njoo mlishe. Halo, rudini nyuma. Haya, ni chakula kimedongwa kwenye sahani. Haya, naomba AC wote wekeni mstari hapa. Weka mstari. Huyu hapa ndio wa kwanza. AC weka mstari. Huyu ndio wa kwanza. Wengine wote wekeni mstari kule. Wekeni mstari huko. Weka mstari. Mwalimu Ima. Wakati tunawapanga tunaomba maiki. Hello kanisa, jamani, watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Kwa namna pekee kabisa naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa washiriki na waumini wote kwa kunipa nafasi hii ya kuja katika kanisani kwenu leo, lakini namshukuru pia Mungu kunipa nafasi ya kutoa huduma hii. Bwana wabariki sana. Hivyo bila iana, kwa sababu tumesonga sana, ninaomba niweze kuwaaga ili niweze kurejea nyumbani. Bwana awe pamoja nanyi na amani ya Bwana iongoze siku zote daima. Amina. Basi kwa niaba ya kanisa tunakushukuru sana Master David na washiriki wa kanisa la Lugalo. Ukarimu wenu tutaufikisha kwake sawasawa na jinsi mlivyotutuma tumbariki. Mungu awabariki wote na tuendelee kuwa na mahubiri mema na keki yenye amani. Dogo. Ndio shika hapo, endelea kurekodi kama ndio Weka mstari.
Hiyo video. Ndio hapa. Ambea na wanania wanapiga kelele. Mambo alihisi nguvu zake kupungua. Ni nani aliyenigusa jamani? Maana nguvu zangu zimenipungua. Ni nani aliyenigusa jamani? Maana nguvu zangu zimenipungua. Katikati ya watu walio wengi sana, Yesu alihisi nguvu zake kupungua. Ni nani aliyenigusa jamani? Maana nguvu zangu zimenipungua. Ni nani aliyenigusa jamani? Maana nguvu zangu zimenipungua. Kuna vazi lake Yesu upate kupona. Hebu gusa vazi lake
wengi sana. Kuna mtu mmoja alihitaji uponyaji, inampasa awe nayo imani na ujasiri wa kumgusa Yesu. Bila imani hawezi kupona. Hebu mguse Yesu nawe utapona. Katikati ya watu walio wengi sana, kuna mtu mmoja alihitaji uponyaji, inampasa awe nayo imani na ujasiri wa kumgusa Yesu. Bila imani hawezi kupona. Hebu mguse Yesu nawe utapona. Gusa vazi lake Yesu upate kupona. Hebu gusa vazi lake, gusa kwa imani. Usiangalie watu wala usisite rafiki, wewe gusa pinga tu utapona. Gusa vazi lake Yesu upate kupona. Mimi nikisoma mtu ameingia na kibaragashia kanisani, moyo wangu unaenda mbali. Hauna furaha.